Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba. Jukumu letu ni moja tu, kujuza kila kitu ambacho kinaendelea kutokea sehemu mbalimbali. Matumizi ya nishati safi ya kupikia ni ajenda ambayo inaendelea katika sehemu mbalimbali. La Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akihimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Naye mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde amekuwa ni miongoni mwa Watanzania ambao wanaendelea kuelimisha na kuhamasisha wananchi kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia. Leo Machi 18 mwaka 2025 amezindua nishati safi ya kupikia ya Puma Gas na kuendelea kuhimiza wananchi kuachana na matumizi ya mkaa. Na hapa waziri wa madini na mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Mavunde akieleza zaidi. Kwa kihistoria, leo tunashuhudia uzinduzi wa huduma ya Puma Gas kutoka kwa wadau wetu wa Puma Energy Tanzania. Jitihada hizi ni kiashiria kikubwa na muhimu katika kukuza na upatikanaji wa nishati safi kwa matumizi ya nyumbani na biashara hapa jijini Dodoma. Nichukue fursa hii pekee kabisa kuwapongeza sana wenzetu wa Puma Energy kwa kuendelea kuunga mkono ajenda ya serikali ya kukuza upatikanaji wa nishati safi. Kujizatiti kwenu katika kupanua wigo wa upatikanaji wa suluhisho la uhakika na nafuu la nishati safi ni jambo la kupongezwa, mkiwa ni wadau muhimu katika sekta hii ya nishati. Aidha, hatua hii inaendana sambamba na uhakika wa dira ya taifa ya kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034, ambayo inasimamiwa kikamilifu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nishati safi sio chaguo tena, bali ni jambo la lazima. Lazima tukubaliane kwamba hivi sasa nishati safi sio jambo la uchaguzi tena, ni jambo la lazima. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia ni swala muhimu katika kukabiliana na changamoto za kimazingira na za kiafya zinazosababishwa na matumizi makubwa yaliyoenea ya kuni na mkaa. Ndugu zangu washiriki mliopo hapa, idadi ya watumiaji wa nishati chafu kwa maana ya kuni na mkaa inakadiriwa kufikia milioni 950 duniani kote, na ifikapo mwaka 2050 itaongezeka kufikia watu bilioni 1,125,000. Serikali ya Tanzania chini ya kiongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeamua kujizatiti kuja na mpango mkubwa wa kuhakikisha tunaacha matumizi ya nishati chafu. Imesemwa hapa vizuri, matumizi ya mkaa yana athari kubwa kimazingira na kiafya. Ukikata mti kwa ajili ya kwenda kutengeneza mkaa unaathiri mazingira. Madhara yake vile vile ni kusababisha ukame na ukosefu wa mvua za kutosha, hali ambayo inapelekea wakulima wetu wanapata changamoto kubwa. Lakini vile vile matumizi ya mkaa, ambao mkaa wenyewe ni carbon na pia huzalisha carbon monoxide na carbon dioxide, yenyewe tu peke yake inapotokea yanaingia katika mwili wa mwanadamu inakwenda kuathiri mapafu, ambao pia imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa ndugu zangu, kwa nini ujielekeze kwenye matatizo na ili hali ipo suluhisho ya kuondokana na matatizo hayo? Ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan anahakikisha ya kwamba Watanzania ifikapo mwaka 2034 wote tunakwenda katika matumizi ya nishati safi, ili tulinde mazingira yetu, lakini vile vile tutunze na afya zetu. Ndugu zangu washiriki, uzinduzi wa Puma Gas leo ni jambo la kimaendeleo tunalolikaribisha,
kwa sababu litachochea utumiaji wa nishati safi hapa nchini. Na mimi kipekee kabisa niwapongeze ndugu zangu wa Puma kwa mmetupa heshima Dodoma mjini. Mngeenda kuchagua eneo lolote kufanya uzinduzi wenu, lakini mmetupa heshima hii Dodoma. Huduma ya nishati safi kupitia Puma Gas inazinduliwa leo Dodoma tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tanzania ina mikoa mingi, ina wilaya nyingi, lakini wametukumbuka sisi Dodoma. Asanteni sana na washukuru sana, Mungu awabariki sana. Lakini pia ni matarajio yetu ya kwamba pamoja na kazi kubwa ambayo tunaifanya siku ya leo, naamini ndugu zetu wa Puma Gas mtatusaidia kwenye kuhamasisha na kutoa elimu kwa jamii ya Wanadodoma na Watanzania kwa ujumla. Tumeona igizo hapa, bado watu wetu wengi wanafikiri kutumia gesi ni hatari sana. Lazima mtusaidie kutuondolea fikra hiyo potofu. Ndugu zetu wa zimamoto wako hapa, wamekuwa wakitoa elimu sana, lakini nyinyi pia Puma mtusaidie kutoa elimu, watu wetu waweze kuelewa kwamba matumizi ya gesi si hatari, iko namna nzuri ya kuweza kutumia pasipo kuleta hatari. Lakini vile vile matumizi ya mkaa ni gharama kubwa zaidi kuliko matumizi ya gesi. Jamii yetu imetengenezwa katika kufikiria vitu vikiwa vizuri kimaonekano ni gharama kubwa sana. Mtu akiuona mtungi wa gesi, yeye mwenyewe anajiwekea fikra kwamba hii mimi sitaiweza. Lakini kuni, kwa sababu anaziona kwa urahisi, na mkaa anaona kwake ni nafuu. Lakini kiukweli kabisa matumizi ya gesi ni rahisi sana kuliko matumizi ya mkaa kwa maana ya gharama. Hivyo ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanapata kufahamu manufaa haya. Lakini pia niendelee kuwaomba ndugu zangu wa Puma ambao mmenipa heshima kwa mgeni rasmi. Ziko changamoto mbili kubwa ambazo mkurugenzi mtendaji ameanza kuniambia zinafanywa kazi na mmefanya vizuri. Ya kwanza, kuna ndugu zetu wale wanaotoka pembezoni. Ukishampatia mtungi, namna ya kuujaza tena inakuwa changamoto kubwa sana. Gharama ya kutoka kule alipo kuja mpaka mjini inakuwa ni kubwa kiasi kwamba ile gharama ambayo tunasema ni gharama ndogo ya mtungi inapotea. Sasa mimi niwaombe, bahati nzuri Bi Fatuma, mimi nakufahamu miaka mingi, wewe ni mbunifu, naamini utaongoza timu yako. Tengenezeni utaratibu wa kuifikisha huduma hii walipo wananchi wetu, hasa wale wa pembezoni na maeneo ya mijini. Hii itakuwa ni jambo zuri sana na naamini itakuwa ni rahisi sana. Na hii mtaifanya kwa urahisi mkiweza kuandaa mawakala nje ya maeneo ya miji, na pia itakuwa ni sehemu ya ajira kwa akina mama, vijana na akina baba wa Dodoma. Na nitaomba msiwasahau mamalishe wangu mkianza zoezi hilo. Lakini la pili tuangalie namna nzuri ya kuanzisha vituo vidogo vya kujazia gesi, ili vituo visibaki kuwa hii ni hivi vikubwa tu. Hii pia itarahisisha sana kupeleka huduma kwa watu wetu kwa urahisi zaidi. Naamini kwa sababu nimepata nafasi ya kuwa na Puma Gas siku ya leo, ninyi mtakuwa watu wa kwanza kwenda katika teknolojia ya kisasa ya kupeleka huduma hii kwa ukaribu, na sina mashaka kabisa na weledi wako na ubunifu wako Bi Fatuma katika hili, naamini mtafanya vizuri. Mwisho, leo tupo hapa katika kazi ambayo nitakwenda kuifanya ya kuzindua huduma hii ya nishati safi ya kupikia ya Puma Gas, na leo tumealika makundi makubwa mawili. Hapa nina mamalishe kutoka maeneo tofauti tofauti ambao hawa wakipata elimu wa kwanza ni rahisi sana kuweza kuifikisha katika jamii kubwa zaidi.
sababu ndio shughuli yao ya kila siku. Lakini la pili, tutatoa mitungi ya gesi kwa zahanati na vituo vya afya vyote vya jiji la Dodoma, ambao na wenyewe pia itakuwa ni sehemu ya elimu kwao, kwa sababu ukienda hospitali alafu ukimwambia mgonjwa kwamba matumizi ya mkaa yana athari kiafya, alafu wanamuona muuguzi yuko bize na mkaa na uchochea, hawakuelewi. Kwa tunataka pia na wenyewe wawe katika eneo hili, naamini kabisa ya kwamba watakuwa ni sehemu nzuri ya kutoa elimu. Baada ya kuyasema haya, naomba nirejee tena shukrani zangu za dhati kwa Puma Energy kwa kutupa heshima sisi watu wa Dodoma kwenye uzinduzi wa nishati safi ya kupikia. Nataka niwaahidi kwamba kama mbunge katika eneo hili mtaendelea kuwapo ushirikiano wa kutosha katika kuhakikisha kwamba huduma yenu inatapakaa ndani ya jiji la Dodoma, kuimarisha mshikamano na kuiombea nchi yetu amani na ustawi. Leo ni siku muhimu sana kwa Puma Energy Tanzania na kwa taifa letu kwa ujumla. Ni siku adhimu ya kushuhudia hatua kubwa katika taifa ya kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi na endelevu kwa Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, leo kwa mara ya kwanza tunazindua rasmi huduma ya Puma Gas hapa jijini Dodoma, mji mkuu wa nchi yetu na kitovu cha maendeleo. Uzinduzi huu si tu hatua ya kibiashara, bali ni sehemu ya dhamira yetu ya kuleta suluhisho la kudumu la nishati safi, nafuu, ya kuaminika na rafiki kwa mazingira kwa Watanzania wote. Nishati ni uti wa mgongo wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tunapokusanyika hapa leo, tunakubaliana kuwa upatikanaji wa nishati safi na endelevu si jambo la hiari tena. Ni hitaji muhimu linalochochea mabadiliko chanya kwa jamii yetu. Kwa miaka mingi, kaya na biashara nyingi nchini zimekuwa zikitegemea vyanzo vya nishati kama mkaa na kuni, ambavyo si endelevu na vina athari kubwa kwa mazingira na afya zetu. Puma Gas inakuja kama suluhisho la kudumu linaloendana na mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa nishati hatarishi na kuhimiza matumizi ya gesi safi na salama. Nadhani wote mnafahamu Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mkakati kwamba ifikapo mwaka 2034 80% ya Watanzania tuwe tumehamia kwenye nishati safi, na hilo linawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, Puma Energy Tanzania imewekeza kwa kiasi kikubwa katika miundombinu, uhifadhi na mtandao mpana wa usambazaji wa Puma Gas ili kuhakikisha upatikanaji wake unakuwa rahisi na wa gharama nafuu kwa kaya na biashara. Tumewapa mawakala wa usambazaji wa mitungi ya gesi nafasi kimkakati ili kuhakikisha wateja wetu wanapata huduma kwa urahisi. Mitungi ya Puma Gas itapatikana katika vituo vyetu vya mafuta hapa Dodoma, pamoja na kwa mawakala wa rejareja waliopo kwenye mitaa yenu. Hivi karibuni tunatarajia kuzindua maduka ya kisasa yatakayotoa huduma za kubadilisha na kujaza mitungi ya gesi kwa ufanisi zaidi. Na ili kuhakikisha mabadiliko haya yanaanza kwa kishindo, tunatoa ofa maalum kwa wateja wetu wa kwanza mitungi ya Puma Gas ya kilo 6, kilo 15 na kilo 38. Yote hii itauzwa kwa bei ya ofa. Kwa wale wanaohitaji gesi kwa matumizi makubwa, tunaanzisha huduma ya kuuza nishati kwa wingi, yani bulk, kuanzia kilo 200 hadi kilo 20,000 ili biashara ziweze kunufaika kwa gharama nafuu zaidi.
Hatua hii ya kupanua huduma zetu kutoka Dar es Salaam, Pwani na hadi Dodoma sasa na kisha nchi nzima ni uthibitisho wa dhamira yetu ya kuchangia mageuzi ya nishati safi Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni walikwa, Puma Energy Tanzania, dhamira yetu inakwenda mbali zaidi ya usambazaji wa nishati. Tunajitahidi kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika maeneo tunapofanya kazi, kwanza kwa kushirikiana na wafanyabiashara wa ndani ili kuimarisha uchumi wa jamii, kutoa ajira kwa wananchi wa Dodoma na kwingineko ili kuongeza kipato na kuboresha maisha yao. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, uzinduzi huu wa Puma Gas ni hatua muhimu kuelekea Tanzania safi, yenye afya na yenye maendeleo endelevu. Mafanikio yake yanategemea ushirikiano wa wadau wote: serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo na watumiaji wenyewe. Puma Energy Tanzania inajizatiti kuendelea kushirikiana na serikali na wadau wengine muhimu ili kuhakikisha kuwa kaya za Kitanzania zinapokea suluhisho hili la nishati salama, nafuu na endelevu. Ninawaalika wakazi wa Dodoma, wafanyabiashara na wadau wote kuanzia sasa kutumia Puma Gas, bidhaa yenye ubora wa hali ya juu, usalama wa uhakika na inayopatikana kwa urahisi. Tuungane kwa pamoja kutengeneza mustakabali mpya wa nishati safi ya kupikia kwa Tanzania.